Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya mazuri kutoka katika kitabu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hiki ni kisa cha ndani. Kisa cha ndani kinasema tausi walikuja kuokoa. Mlipuko wa swila wadogo ulimtia hofu Beula Fernandez, mkurugenzi wa kituo cha watoto na shule ya Sunshine katika kampasi ya Waadventista wa Sabato huko Bangalore, India. Alikuwa na sababu nzuri ya kuwa na hofu. Miaka 5 iliyopita, mvulana mmoja aliumwa na nyoka aina ya kobra alipokuwa akimfukuza ndama kupitia kijisitu cha maembe. Ingawa alikuwa amekimbizwa hospitalini, aliishia kufanyiwa upasuaji kadhaa na mwaka mzima wa matibabu yenye changamoto kabla ya kupona. Sasa swila wadogo walionekana kuwa kila mahali katika eneo la shule yenye ekali 10. Barabarani, bustanini, chini ya gari na hata nje ya mlango wa nyumba ya Beula. Bwana, aliomba, hapa panapaswa kuwa mahali salama kwa watoto. Tafadhali saidia. Wakamata nyoka waliitwa, lakini walikuwa wamezoea kukamata nyoka katika majengo ya mijini na maeneo yaliyofungwa. Ilikuwa kazi ngumu kuwapata swila wadogo katika eneo la shule kubwa lenye miti iliyozaa maembe, ndizi, mafenesi, sapota, papai, matomoko, parachichi, nazi, mapera, tini, makarakara na mastafeli. Wafanyakazi na watoto waliomba kwa bidii. Kisha mfanyakazi mmoja aliona tausi katika eneo la shule. Je, inaweza? Tausi katika eneo la shule katikati ya jiji kubwa. Tausi wanajulikana kwa kula nyoka wenye sumu kali. Muda mfupi baada ya hapo, mfanyakazi mwingine aliona tausi wa pili. Jioni chache baadaye, wafanyakazi na watoto walikaribisha kwa mwonekano adhimu wa tausi dume na mwenzake wa kike wakitembea kwa fahari kuzunguka bustani. Kila mtu alitazama kwa mshangao jinsi tausi mwenye kung'aa wa samawati akipepea manyoya marefu yanayometameta ya mkia yenye muundo inayofanana na macho. Baada ya jioni hiyo, swila wadogo walitoweka. Ingawa nyoka walikuwa wametoweka, tausi hao walibaki katika eneo la shule kama walinzi bora wa watoto na wafanyakazi. Hata leo, mtu hupiga unyende karibu kila siku. Tausi na watoto wanakimbia kwenda kuangalia ndege huyo mzuri. Beula anaamini kwamba tausi walikuwa jibu la maombi yao ya dhati. Katika historia ya miaka 45 ya shule na kituo cha watoto, hakuna tausi waliowahi kutembelea shuleni hapo. Tunaamini kwamba Mungu alituma tausi. Alisema, Mungu kwa hakika anawapenda na kuwajali watoto wake, na bado anaweza kutushangaza kwa ufumbuzi mzuri wa shida zetu zote. Sadaka yako ya utume za shule ya Sabato zinasaidia elimu ya Waadventista wa Sabato kote ulimwenguni. Asante kwa kutoa kwa ajili ya utume.
Kimetolewa na ofisi ya Conference Kuu ya Utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili kote duniani. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa Kisa cha Ndani, leo tumejifunza Tausi walikuja kuokoa, kutoka kwa Beulah Fernandez. Nikusihi upange kushiriki katika sadaka za utume za shule ya Sabato, kwani zitaendelea kusaidia katika elimu ya Waadventista kote ulimwenguni. Mungu akubariki sana. Neema yake idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.